Ni kuwasihi sana vijana, mafunzo ambayo mmeyapata na kila mlichokipata mkakitumie kwa faida ya kwanza yenu nyinyi wenyewe, pili familia zenu, tatu jamii inayowahusu, na nne Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na isiwe vinginevyo. Mafunzo yote mlioyapata ya kutengeneza vifungashio, ya kufuga kuku wa maziwa pamoja na kuku wa mayai, japo kuku wa maziwa bado hawajawaleta, nina imani kabisa MC mhamasishaji alirudia mara 3, hawa vijana wamepata mafunzo ya ufugaji wa kuku wa maziwa. Hawa vijana wamepata ufugaji wa kuku wa maziwa. Ndio maana nikamuita nikamwambia, bwana, bado hili moja itabidi mimi walete vijana toka Bai waje wajifunze ufugaji wa kuku wa. Naomba niwakumbushe wote kwa pamoja, vijana mnaohitimu, wazazi mliopo hapa na wote kwa ujumla, huu ni mwaka wa nini? Ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa viongozi wetu wa ngazi 3. Kwanza ni waheshimiwa madiwani, pili ni waheshimiwa wabunge, na 3 ni mheshimiwa rais. Rai yangu kwenu nyote, nikianza kwa vijana ambao mmeonyesha uzalendo mkubwa na ambao mna sifa za kujiandikisha na kushiriki katika uchaguzi, ni vizuri mkaitumia nafasi hii vizuri mtakapotoka hapa, na uzalendo wenu vizuri kuhakikisha mnajiandikisha na kurekebisha taarifa zenu vizuri, ili muweze kuitumia haki yenu ya kuwachagua viongozi watakaotupeleka mbele kwa kipindi cha miaka 5. Na nichukue pia nafasi hii kuwapongeza vijana wote kwa kukubali kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa. Najua huko mtaani kuna lugha nyingi sana, lakini mmeweza kuzishinda na kuja kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa. Maamuzi yenu ni ya busara sana, na niwatake kuheshimu na kuzingatia maamuzi yenu na kufuata yale yote mliofundishwa. Kwa kufanya hivyo, mtakuwa mmejitendea haki nyewe wenyewe, mmelitendea haki Jeshi la Kujenga Taifa, na mmeitendea haki jamii mnayotoka na taifa kwa ujumla. Vile vile ni wasihi mkawe vijana bora wakati wote, kwa kujiepusha na vitendo vitakavyowasababishia matatizo ya afya na akili. Mkumbuke kuwa vijana ni taifa la leo na taifa la kesho, na afya ndiyo msingi na mtaji mkubwa kwenu, kwani afya kwa kijana ndiyo kila kitu, na unaweza kufanya kila kitu ukiwa na afya njema. Mheshimiwa, mafunzo haya yamefunguliwa tarehe 30 Disemba mwaka jana 24, na leo hii wanamaliza mafunzo yao hapa Ikosini. Wamefanya mafunzo kwa muda wa miezi 4. Wakiwa katika mafunzo, wamefanya mafunzo mbalimbali ya kijeshi, utimamu wa mwili na stadi za maisha na ujasiriamali. Na wamemaliza mafunzo ya awali kwa muda wa miezi 4, na wanafanya mafunzo ya shughuli mbalimbali kwa miezi 20 iliyobaki, kulingana na mkataba wao wa miaka 2, miezi 24. Kwa miezi 4 mafunzo haya ambayo leo ndio tunayahitimisha. Baadaye wanaanza stadi za maisha na stadi za kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuwa vijana tunaopata fursa ya kujiunga na Jeshi la Kujenga Taifa tunafundishwa maisha ya kujitegemea na ujasiriamali, tunaomba sisi vijana tunapounda vikundi kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi, na baada ya kumaliza mikataba yetu ya Jeshi la Kujenga Taifa tupatiwe mikopo ili tuweze kufanya shughuli za ujasiriamali na stadi za kazi kama vile kilimo, ufugaji na biashara.